Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Barabara kabisa mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Fizi Empire Television. Matumaini yetu ni mzima wa afya. Na karibu tena kupata makala yetu ya jioni ya leo tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka wa 2025. Na tunakutangazia makala yetu kutoka mjini Baraka, tarafani Fizi. Na kama ni kwa mara kwanza unatizama channel yetu, basi tunakuomba kitu kimoja tu, hakikisha una subscribe kwenye channel yetu, ulike, kushare na kucomment kazi zetu, ili kuhakikisha tunapoweka habari mpya usiwe unapitwa na lolote lile. Najua mko wengi ambao mnaendelea kutazama Fizi Empire Television kutoka kila kona za dunia, basi tunakuomba kuwa na sisi mwanzo hadi mwisho wa makala hii. Na ya kwanza ni kutoka kule Minembwe, ambako Moise Nyarugabo, seneta wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na notable kutoka kule Minembwe, amepinga katukatu madai yake gavana makamu wa jimbo la Kusini ambaye ni Jean-Jacques Elakano, ambaye alidai kuwa uwanja wa ndege wa Minembwe ulishambuliwa na ndege ambayo ilikuwa ikisaidia waasi wa M23. Bwana Moise Nyarugabo, ambaye ni seneta wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na notable kutoka kule Minembwe, amepinga vikali madai haya ambayo alitolewa na mheshimiwa gavana makamu wa jimbo la Kusini Jean-Jacques Elakano. Na tutakuletea kile alichokisema waziri Alexi Gisaro kushtumu Rwanda, ambayo inasemekana wanaingia Kongo kupitia kabila lao la Kinyamulenge. Mengi zaidi ni katika makala yetu hii ya leo. Basi na kuomba kitu kimoja tu, wewe kama vile mpenzi na msikilizaji wa Fizi Empire, kuwa nasi mwanzo hadi wa makala yetu ya leo tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka wa 2025. Mimi wananitaka Eloge Lulonga nikikutangazia makala hii kutoka mjini Baraka. Makala hii inahusu madai ya kulipuliwa kwa uwanja wa ndege wa Minembwe na mujibu kutoka kwa Moise Nyarugabo, seneta wa zamani, makamu wa gavana wa jimbo la Kusini ambaye ni Jean-Jacques Elakano. Alidai kuwa uwanja wa ndege wa Minembwe ulishambuliwa na ndege ambayo ilikuwa ikisaidia waasi wa M23. Moise Nyarugabo, seneta wa zamani na notable kutoka kule Minembwe, amepinga vikali madai haya na alifanya mahojiano siku ya leo pamoja na Radio Okapi. Moise Nyarugabo kwa kusema kwake alisitiza kuwa hakukuwa na ndege yoyote katika uwanja wa ndege wa Minembwe, iwe zilizotua au zilizoharibiwa. Anamaanisha kuwa hakuna ushahidi wa madai ya ndege kulipuliwa ikiwa inasaidia M23 huko Minembwe. Vile vile Moise Nyarugabo anazipitisha kuwa hakuna wapiganaji wa M23 katika eneo la Minembwe, iwe wao waliokuwa hai au wamekufa. Moise Nyarugabo, ambaye ni seneta wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na notable kutoka kule Minembwe, amepinga vikali madai ya makamu wa gavana wa jimbo la Kusini ambaye ni Jean-Jacques Elakano. Ya vile vile Moise Nyarugabo anadai kuwa jeshi la FARDC alipo katika maeneo ya Minembwe tangu tarehe 21 Februari. Alisema wamekimbia eneo hili. Moise Nyarugabo, ambaye ni seneta wa zamani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anatoa changamoto kwa serikali, jeshi la FARDC na makamu wa gavana ambaye ni Jean-Jacques Elakano kwa kutokutoa ushahidi wa kudhibitisha madai yao kuhusu ndege na uwepo wa M23 huko Minembwe. Anataka wadhibitishe kinyume cha kile alichokisema yeye. Shutuma za Moise Nyarugabo dhidi ya serikali. Mbali na kukanusha madai ya ndege, Moise Nyarugabo anashutumu vikosi vya serikali kwa kutumia ndege zisizo na rubani, kwa Kifaransa tunasema drone, na ndege za kivita kulipua maeneo ya raia huko Minembwe. Anadai kuwa serikali ya Kongo inafanya hivyo ili kuhalalisha uhalifu wa kivita dhidi ya raia wa Minembwe. Moise Nyarugabo anaona madai ya serikali kama kampeni ya kudharauliwa ambayo inalenga kuficha uzalifu wao dhidi ya raia. Kwa kukamilisha, Moise Nyarugabo anakanusha madai ya serikali kuhusu kulipua kwa ndege katika uwanja wa ndege wa Minembwe ambayo ilikuwa inasaidia M23. Ndio mahojiano aliyofanya siku ya leo tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka wa 2025. Moise Nyarugabo, ambapo walifanya mahojiano yake na Radio Okapi, amezipitisha na kusema hakuna ndege, hakuna waasi wa M23 na hata jeshi la serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huko Minembwe. Badala yake anaituhumu serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa kulipua raia na kujaribu kuhalalisha vitendo hivyo kupitia madai ya
Waziri wa miundombinu na kazi za umma ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Alexis Gisaro, alipinga vikali madai ya Rwanda kuhusu sababu za kuingilia kijeshi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rwanda inadai kuwa inaweza kuingilia DRC ili kuwalinda Wanyamulenge. Alexis Gisaro ametaka Wakongo kuweka mbele umoja na mshikamano wa kitaifa ili wasitoe nafasi za maadui na wachokozi. Akinena kama Mnyamulenge, Alexis Gisaro alikataa mpango huo wa Rwanda na kusema kuwa Wakongo wanaweza kutatua matatizo yao wenyewe bila kuingiliwa na nchi nyingine. Alisisitiza kuwa serikali ya Kongo ndiyo inayopaswa kuwalinda raia wake wote, ikiwa ni pamoja na Banyamulenge. Alieleza kuwa yeye mwenyewe amechaguliwa katika nchi hiyo na jumuiya yake ikiwakilishwa katika taasisi za nchi, akipinga zana ya kwamba kuna ubaguzi mkubwa unaohitaji ulinzi wa kigeni. Kwa ufupi, makala hii inaonyesha msimamo mkali wa Waziri Alexis Gisaro na serikali ya Kongo katika kukataa madai ya Rwanda ya kutumia kisingizio cha kuwalinda Wanyamulenge ili kuingilia kijeshi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Basi vile vile tumekusogezea video hii, ifuate kwa makini alichokiongea Alexis Gisaro, waziri. Notre pays est divisé, ou notre pays est victime d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux, où un pays vous dit je viens pour protéger la minorité Tutsi ou la minorité Banyamulenge qui sont en danger d'extermination. Mais où se trouve ce projet d'extermination? Qu'on me dise à quel endroit on a concocté ce projet et combien de Tutsis aujourd'hui sont massacrés dans notre pays. Nous avons ici affaire à une situation où vous avez un pyromane qui vient, qui dit il y a le feu, alors que le feu n'existe pas, et qui vient après dire c'est moi le pompier pour éteindre ce feu parce que je viens pour protéger une minorité. J'ai eu à le dire ici il y a quelques années, sur le même plateau ici de la RTNC, en disant que nous, comme communauté Banyamulenge, ou de manière plus générale la communauté Tutsi, nous n'avons jamais demandé au Rwanda de venir ici pour protéger notre communauté. Bien au contraire, les différentes invasions que fait le Rwanda ne fait qu'exacerber les problèmes de cohabitation qui peuvent exister. Parce qu'il en existe aussi entre les Luba et les Katangais. Nous l'avons vécu ici. Lors des joutes électorales, on a senti une certaine violence qui est revenue entre ces deux communautés. Nous le vivons aussi en Ituri, entre les Hema et les Lendu, ou encore ici, plus près de Kinshasa, entre les Teke et les Yaka. Tous ces problèmes de cohabitation sont des problèmes que doit résoudre la République démocratique du Congo, parce que ce sont des défis internes. Point de besoin de voir un État voisin devenir l'avocat d'une partie de notre population et intervenir militairement avec plus de milliers de soldats, soi-disant pour protéger une communauté. Non, l'agenda est tout autre. Parce que je voudrais savoir, et je pose la question, qui protège la communauté Banyamulenge installée ici à Kinshasa? Est-ce le Rwanda? C'est notre État. C'est la RDC qui les protège. Nous avons ici à Kinshasa des membres de la communauté. Moi je les fréquente, je les vois tous les jours. Ils circulent librement dans les villes de Kinshasa. Dans la ville de Kinshasa. Nous avons notre communauté en bon nombre à Bukavu. Est-ce que c'est le Rwanda qui les protégeait? Bien sûr, je parle d'avant l'invasion, parce qu'aujourd'hui, ils vont dire que c'est eux qui les protègent. Non. Bien avant l'invasion, qui les protégeait? Ce n'est pas le Rwanda. Ceux qui sont à Uvira, ceux qui sont à Lubumbashi, ceux qui sont à Kolwezi, sans oublier le gros qui vit dans les hauts plateaux de Mwenga, Fizi, Uvira, à Minembwe,
puisque c'est le coin qui est le plus connu, ce n'est pas le Rwanda qui les protège. Notre pays est divisé, où notre pays est victime d'une agression, d'une occupation, avec des prétextes fallacieux, ou un pays... Acha niseme asante sana kwa mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa Fizi Empire Television wambo ulikuwa na sisi mwanzo mpaka mwisho katika makala yetu ya leo ya siku ya pili tarehe 12 mwezi wa 3 mwaka wa 2025. Tunakutangazia habari zetu kutoka mji wa Baraka tarafani Fizi ndani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Na kama ilikuwa mara kwanza ndio unaitazama Fizi Empire kupitia mtandao wa YouTube, basi tunakuomba hakikisha kabisa kabla hujamaliza kutazama video yako kusikiliza unasubscribe kwenye channel yetu ili kuhakikisha haupitwi na chochote kile. Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu hakikisha unasubscribe channel yetu.